Neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuichakata mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika sekeseke ama sakata la mchezo wa Kariakoo Derby uliotakiwa kuchezwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025 majira ya saa 1:15 usiku kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu tunaona kwa upande mwingine uliweza kuahirishwa kutokana na kwamba klabu ya soka ya Simba kikanuni hawakufanya mazoezi tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2025. Kwa hiyo bodi ya ligi kuu Tanzania bara wakaweza kuahirisha mchezo huu, lakini klabu ya soka ya Yanga Sports Club tunaona walienda uwanjani kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huu tarehe 8, lakini tunaona hakuna refari wala kiongozi yote wa TFF ambaye alihudhuria katika mchezo huu. Sasa kwa mujibu wa taarifa nilizopo ni kwamba bodi ya ligi kwa sababu waliahirisha na kusema kwamba wataupangia muda tena wa kuchezwa mchezo huu, basi klabu ya soka ya Yanga wameweza kuandika barua kugoma kucheza mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana ni kwamba klabu ya Yanga imeandika barua rasmi bodi ya ligi kuu, barua ya kuomba alama 3 na mabao 3. Barua hiyo yenye reference number Yanga Sports Club TPLB M.184 2025 201 yenye kurasa 5, ambayo imenakiliwa pia kwa afisa mtendaji mkuu wa Simba Sports Club Zubeda, ni ya tarehe 10 Machi 2025 na imesainiwa na CEO ama mtendaji mkuu wa klabu ya soka ya Yanga Argentina, ambapo barua hiyo katika malalamiko hayo rasmi kwa bodi ya ligi licha ya kuomba alama 3, basi wanataka walipwe gharama zote za maandalizi ya mchezo ambazo ni zaidi ya shilingi milioni 56 na laki 4 na elfu 35 ambazo zimeainishwa katika kipengele namba 17 cha barua hiyo yenye vipengele 17. Katika kipengele namba 18 wanasisitiza kwamba wanataka ifahamike wazi hawako tayari kuicheza mechi hiyo katika msimu na kwamba mechi iliahirishwa kwa makosa ya makusudi ya Simba, kwa hiyo wanastahili alama 3 na magoli 3. Pia wameipa bodi ya ligi kuu masaa 72 baada ya kupokea barua hiyo kutoa maamuzi ya haki na weledi kwa kuzingatia madai yao. Mwisho wanasema kama madai yao ya alama 3 na mabao 3 na gharama za mchezo hatozingatiwa na kupewa umuhimu wa kupata haki yao, watapeleka swala hili kwenye mamlaka za juu zaidi, yani mahakama ya usuluhishi ya michezo CAS. Kwa hiyo tunaona klabu ya soka ya Yanga ndio kitu ambacho wameweza kukifanya kwa sasa. Ndani ya saa 72 wanataka wapewe alama zao 3 sambamba na fidia za kuandaa mchezo dhidi ya kocha timu ya soka ya Simba zaidi ya milioni 56, huku wakiomba mabao 3. Lakini kwa mujibu wa kanuni debi kuahirishwa, kanuni inasemaje? Debi imeahirishwa na bodi ya ligi baada ya kikao cha kamati kupokea malalamiko ya timu ya Simba na kutokana na mambo yaliyo nje ya taratibu. Kwa mujibu wa taarifa ya afisa usalama, hizi ndizo kanuni zilizopelekea bodi kuahirisha ligi. Kanuni namba 34 kifungu cha kwanza nukta 3, sababu ya dharura au na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF ndio itapelekea mchezo kuahirishwa. Lakini sababu nyingine, mchezo wowote ulioahirishwa chini ya kanuni 34.1 utapangwa tena tarehe iliyoamuliwa na TPLB. Mamlaka ya kamati iliyoahirisha debi, kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi TPLB, itashughulikia na kufanya maamuzi kwa masuala yote ya kiuendeshaji ambayo maamuzi yake hayatatakiwa atakatiwa rufaa kwenye chombo kingine cha maamuzi cha TFF kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu. Kwa hiyo tunaona kamati ndiyo ambayo iliamua kuahirisha mchezo huu. Kwa hiyo Simba kwa hapa hawana kosa kwa sababu tayari walishapewa taarifa ya kutokwenda uwanjani. Kwa hiyo ndiyo maana ilipelekea mchezo huu kuahirishwa. Kwa mujibu wa taarifa ambayo umeweza kuinasa ni kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwa sasa wanajiandaa kutangaza tarehe ambayo mchezo huu utakwenda kuchezwa, na taarifa zinadai kwamba
kuna uwezekano mkubwa mchezo ukapigwa ndani ya mwezi huu wa 3, ikisemekana kwamba kuna uwezo tarehe 18 ukachezwa kwa sababu ya kile kinachodaiwa kutakuwa na mapumziko ya ligi. Kwa mujibu wa kalenda ya FIFA kutakuwa na mechi za kimataifa, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa mchezo ukachezwa kabla ya mapumziko, ambapo inakadiriwa kwamba huenda mpaka tarehe 18 ya mwezi wa 3, basi kwa upande mwingine mchezo utakuwa umechezwa. Lakini shida ni Yanga Sports Club wamesimamia msimamo wao kwamba wanataka haki yao, kwa sababu wanaamini Simba ndio ambao waliweza kukiuka zile taratibu za kimichezo kwa kutaka kwenda kufanya mazoezi huku wakiwa hawajatoa taarifa. Lakini bodi nao pia inasema ndio kweli Simba hakutoa taarifa, lakini Yanga, kwa nini kuna mabodyguard wao ambao waliwazuia Simba kufanya mazoezi na kikanuni inaruhusiwa. Kwa hiyo sakata hapa iliyopo ni kubwa sana. La Yanga wao hawataki kuelewa, huku wakidai kwamba watakwenda katika mamlaka za juu zaidi ili kuweza kupata haki yao ya alama 3 sambamba na Simba Sports Club kufungwa mabao 3. Kwa hiyo tunaona mambo ni mengi, muda ni mchache kuhusiana na sakata hili. Kwa hiyo lolote lile ndani ya wiki hii linaweza kutokea kuhusiana na taarifa rasmi kutokea katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara inayosimamiwa na TFF.